Bani, wewe ulipeleka kesi yako mahakamani? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya barua iliyoelekeza kutoka kwenye ofisi yako, ilibidi nimpeleke mahakamani wewe bwana. Kwa hiyo swala lako liko mahakamani? Liko mahakamani. Kwa nini ukumueleza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wewe swala lako liko mahakamani? Maana swala likiwa mahakamani, viongozi wa kisiasa hawaruhusiwi kuliingilia. Na kitendo cha wewe kutomueleza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba umempeleka mahakamani Dr. Fanuel, maana yake ulikuwa umekusudia kumficha baadhi ya taarifa muhimu. Swala la Juma Shabani, kwa sababu yeye mwenyewe amekiri mbele yangu hapa kwamba baada ya ugomvi wake wa muda mrefu na Dr. Fanuel ambao ulianzia kwenye swala la kuchepusha maji, si ndivyo bwana? Lakini umekwenda huo ugomvi, wataalamu wa sekta afya wakauingilia kati. Si mliitwa kikao na mganga mkuu, ikashindikana, na ukaja hapa ofisi ya mkuu wa mkoa. Ofisi ya mkuu wa mkoa ikakushauri sasa, kwa kuwa suluhu zote zimeshitikana, umchukulie hatua za nini kisheria, na wewe ukafuata kwa kumfungulia mashtaka Dr. Fanuel, si ndio? Mahakamani wewe mwenyewe unakiri kwamba alikushinda kesi, na kesi ambayo ulimfungulia ni ya kukutishia kukuchoma sindano ya sumu, si ndio? Si ndio Shabani? Hayo tunakubaliana. Na wewe mwenyewe umekubali kwa mbele yangu kwamba umekata rufaa. Kwa hiyo kesi ipo mahakama ya wilaya, si ndio? Mahakama ya wilaya gani? Buswelu. Tarehe gani unaenda kusikiliza? Tarehe 15 mwezi wa kwanza. Swali langu hayo, kwa nini hukumweleza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba baada ya ugomvi wetu wote suluhu? Maana ulisema pale mbele ya Waziri Mkuu kwamba umekuja hata ofisi ya mkuu wa mkoa ukazuiliwa, lakini wataalamu wa ofisi ya mkuu wa mkoa baada ya kuona vikao vyote vya kukusuluhisha na yule bwana vimeshindikana, wakakushauri uende mahakamani. Hilo ulilisema mbele ya Waziri Mkuu. Wataalamu wangu sio wakakushauri kwamba swala hili kwa kuwa mmeshakaa na mganga mkuu wa mkoa na mganga mkuu wa wilaya limeshindikana, kwa hiyo wakakuambia sasa uende wapi? Mahakamani. Si ndio ofisi yangu ilikushauri? Na wewe ukafuata huo ushauri, si umekwenda mahakamani? Swali langu, je, Mheshimiwa Waziri Mkuu hilo ulimjulisha? Sikumjulisha. Lakini je, Mheshimiwa Waziri Mkuu ulimjulisha kwamba wewe na Fanuel mlishashtakiana mahakama ya mwanzo, wewe ukashindwa kesi, na wewe ukakata rufaa na kesi yako ile 15 mwezi wa kwanza? Hilo ulimjulisha Mheshimiwa Waziri Mkuu? Kwa nini hukumjulisha? Mheshimiwa, pale unajua kwenye halaiki ya watu, unaweza kuwa unakusudia kusema neno nyingine likapita. Kwa mfano Bwana Shabani, jana Mheshimiwa Waziri Mkuu asingetumia hekima akaamuru madaktari wakamatwe, wafutwe kazi, au yani angefanya maamuzi ambayo yangevunja katiba ya nchi, wewe unaona hilo lingekuwa jambo sawa sawa? Sio sawa sawa. Wewe unafahamu kwamba kesi ikiwa mahakamani hakuna mamlaka yoyote katika nchi inaweza kuingilia, akiwemo Mheshimiwa Waziri Mkuu? Hilo ulijui. Ndio maana hukumweleza kwamba tarehe 15 mwezi wa kwanza umeitwa mahakamani kwa ajili ya kesi yako wewe na daktari ambayo ni rufaa. Ndio maana hukusema hivyo. Haya. Basi kwa hiyo mimi ninakutaka Bwana Shabani uvute subira. Sisi tutamweleza Mheshimiwa Waziri Mkuu juu ya jambo lako, na kwa kuwa nilimwahidi kwamba nitakuita na nitawaita hawa madaktari, lakini hapa ili mradi wewe mwenyewe umejieleza kwa kina kabla ya hawa madaktari, na kuwa jambo hili liko mahakamani, nisingependa wengine wote waseme chochote, kwa sababu kwa kufanya hivyo ni kuingilia kesi iliyoko mahakamani, na itakuwa ni kama tunaielekeza mahakama uamuzi gani ichukue. Kwa hiyo kwanza uvute subira, nenda mahakamani tarehe 15 Januari. Yawezekana haki yako ukaipata kule mahakamani, na ndio maana serikali pia imeunda vyombo vya kupewa watu haki zao. Kama hawa hawakukufanyia haki, mahakama itakupa nini? Haki yako. Kwa hiyo kwanza vuta subira. Wewe umesema ni shehe, ni imamu, tena wewe tunaswali wote pale msikitini, na mimi nakiri hilo. Kwa hiyo inna Allaha maswabirina. Kavute subira, nenda tarehe 15 Januari mahakamani,
baada ya uamuzi wa mahakama, kama utakuwa na malalamiko, tunakukaribisha tena ili tukuelekeze njia sahihi za kupita.